Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, leo ni siku njema ambayo Allah ameweza kutujalia na naamini umeamka vyema huko nyumbani na utazidi kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na leo alhamdulillah tupo naye mgeni wetu, si mwingine bali ni Sheikh Ali. Naamini tumeweza kumpeza sana katika studio zetu za Mahdi TV, lakini kwa rehma za Mwenyezi Mungu amefanikiwa kufika ili kuja kutupa mawili matatu kuhusiana na masuala ya ndoa. Na katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangalia riziki na uchamungu katika ndoa, na insha Allah tukielekea kwake Sheikh ataweza kutujuza mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante sana. Alhamdulillah, ni furaha kukuona tena. Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki, uwezo, fursa na vitu ambavyo bilkhusus na uhusiana sisi kufika hapa. Wanasema ya kwamba uso unapotea kama ile shilingi ya zamani. Siziona hizo vitu muda mrefu sana. Alhamdulillah Sheikh, tumefanikiwa kuwa na wewe siku ya leo na kuna mengi ambayo tunataka kuyafahamu kwa wale ambao labda vijana wanaotaka kuingia katika ndoa ama ambao wako katika ndoa tayari. Kuna vitu labda huenda vinawasumbua, na ndio maana tukaja na hii mada ya kuweza kutaka kuongelea riziki na uchamungu katika ndoa. Nini haswa maana ya hiyo riziki na uchamungu katika ndoa? A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa atratihi tahirin wa sallama taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salamu nimetoa? Naam. Okay. Kwa ukweli sisi tunazungumzia riziki, rizqan. Naam. Ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia mtu. Ndio. Wewe kama Mwenyezi Mungu akikupatia pesa inaweza kuhesabika riziki. Mwenyezi Mungu akikupatia elimu inahesabika riziki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikupatia afya inaweza kuwa ni riziki. And in some cases akikunyang'anya hizo vitu pia inaweza kuwa ni riziki, depending. Naam. Yes. Ama inaweza kuwa ni balaa ama inaweza kuwa ni mtihani. Ndio. The general wanasema image yenye watu wako nayo, ukisikia riski unasikia tu M-Pesa ama unasikia tu wanasema nini ile rangi ya noti, vitu kama hivi. No. Lakini riski iko na, kwanza tunataka tuelewe riski sio pesa tu. Riski sio mali tu. Riski ni vitu vingi sana. Penye vikiwa sawa tunahesabu ni riski. Kama tumesema afya, alhamdulillah. Wewe kuwa salama ni riski. Si ndio? Wewe kukuwa na pesa, kupata pesa ni risk, Mwenyezi Mungu akupatia risk. Si ndio? Wewe kukuwa na sijui XYZ zinahesabika ni risk. Sasa tele tunafikia ndoa, tunatakana tuiangalie na hiyo picha. Unajua ukiangalia na hiyo picha ya pesa tu peke yake, kwanza na wanasema vijana, wacha nisiseme wasichana wa Nairobi ama vijana vijana wetu wa Nairobi. In general, yani watu wa Nairobi, watu wa town zingine, vile kunaendelea vitu vinakuwa vigumu zaidi. Ndiyo. Yes, baka unaona hii kitu ni hasara tu. Commitment ni hasara. Even ndio imekuwa kwa tukiongea na vijana tunaona. So tunaweza kusema riski, tunaweza the easiest way. Yes. Tunaweza kusema ya kwamba tunaweza kugawa ikifika katika ndoa riski katika nyanja tofauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani mwenyewe anasema. Unajua baadhi ya watu unaona katika Qur'ani imetajwa kwamba kuna mtu alitaka kuoa. Unajua vijana wa siku hizi zingine wanaingia katika relationship na wafikiri ndoa. Ndio. So yeye katika hizo vitu haangalii kuna pesa. Ikifika stories za ndoa atasema kwa sasa I'm not financially stable. Lakini huku na kule yeye yuko kwa field anapita na mahindi left right center. Lakini afikiri labda hii ni iko na athari yake, iko na nini yake, hii ni mzuri, si mbaya. Hao wako tu. Ndio. Lakini ifika ndoa I'm not financially stable. Lakini uko na mtu miaka miwili hivi wako tu pamoja, wenye ndo anajua inshallah iko halal. Ni ngumu sana but still
Sasa what happens ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitu ambavyo imagine 1400 years ago shida kubwa ya ndoa it was still the same as now. Inamaanisha ndoa hata time ikichange baadhi ya shida zake ni the same. Ndio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na akiwa fakiri yughnihimullahu min fadli in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Sasa hapa hivi natokezea swali. Yaani hata hizo siku za Mtume kuna watu walikuwa wanalalamika hata iko kwa nini? Kwa sababu fulus. Ya Rabbi, fulus. Watu wataiko hana pesa. Ndio. Ama anataka hana pesa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia bwana. Na mwenye hana pesa yughnihimullahu min fadli, Mwenyezi Mungu atampatia nini? Katika fadhila zake. Sasa hapo hivyo ndio watu wakasema ni kama wewe ukioa Mwenyezi Mungu atakufungulia mlango za riziki. Yaani ndoa yenyewe kama yenyewe hadithi chungu nzima inasema inakuongezea riziki ya pesa. Umesikia jamani? Ndoa inaongeza riziki ya pesa. Lakini kuna masharti hapo hizo. But in general inaongeza riziki. Hadithi nyingine inasema iltamisu rizqa bin nikah. Unajua wanasema katika lugha zingine Kiarabu, Kifursi, iltimas inamaanisha kubembeleza. Bembelezeni pesa na ndoa. Iltamisu rizqa bin nikah. Yaani bembelezeni, jaribu kutafuta pesa kupitia ndoa. Wale vijana siku hizi vitu wanaona mashehe tu wanaongea tu maneno yao na ingiani na maisha yetu, bana pesa itatoka wapi? Naam. Wewe ukiwa unajua nchi zingine mtu akioa anapatiwa loan. Anapatiwa kuna government support. Kuna sijui anapatiwa nyumba. Unajua huku sisi Afrika ukioa hata baba wako labda kitu ya umtumie pesa akuje ndio akuje kufanya nini? Ama wazee watumie pesa ndio akuje kupeleka posa. Yaani kila kitu ni cost kwa mwanamume. Mwanamume anasema hapana, kama ni hii mimi sitaki. Kuposa ni pesa. Kupeleka mfuko. Bado harusi. Msichana ni mtu mwenye mnajuana, si kwamba umeenda ukaposa mtu mwenye hujawahi kumuona. Maana ukiangalia kuna familia ambazo bado mila zao wanazieka. Kwanza kuna kabila zingine mimi naangalia na hurumia. Lakini alhamdulillah wenyewe wanasema wanachanga pesa. So mistake kuingilia na sioni nikiingilia huko. Sasa unajikuta kwamba mtu wanasema ni mtu mwenye umemjua. Ni mtu wanasema kwa movies za Kihindi ni love marriage, sio arranged marriage. Ni mtu mnajuana. Unajua siku hizi kupata hizi za kwenda kwa sheikh kama siku za Mtume, mtu alikuwa anasema ya Rasulullah, mimi natafuta mke. Nahitaji mke sina nini. Mtume anaweza kusema, anaweza kusimama, kuna muumini hapa hivi anatafuta mke. Halafu katika masahaba atasema niko na binti yangu nitampatia. Sasa hii kuna kasumba moja ambao huwa inaendelea ya kwamba japo mtu atakwambia ndio anataka mke ama anataka kutafuta mke, ndio umeamua basi sawa, nimepata huyo mke, labda wewe unamjua kabisa ni mke mzuri na unajua, lakini kwa macho yake kila mtu anachotafuta. Mimi nikisema na kuletea mtu fulani wanaogopa recommendations za masheikh. Sasa akipewa utakuta hakuna mwingine. Sasa kuna kule pia, ndio maana mtu anasema bora utafute mwenyewe, uridhike mwenyewe. Maana kila nikikutafutia huyu wewe hutaki. Because obviously kuna kitu katika Kiarabu inaitwa maayir. Maayir ama values ama standards zenye kila mtu uko nazo ni tofauti. Kuna zingine ni mzuri, zingine ni mbaya. Nadhani tulizungumzia zenye tunatakana tukue nazo. Naweza kupatia story fupi. Naam. Sasa wanasema huyu Ayatullah Khamenei shahid mwenye ameuliwa juzi huko Iran. Naam. Inasemekana alikuwa yuko katika darsa. Wako umeketi kuna darsa nini? Alafu akasema mimi kuna shekhe kijana mwenye tuwezi kusema yuko na uwezo, lakini tuwezi kusema hana uwezo pia. Lakini ni mtu mwenye at least ana riski kidogo tu. Riski ya mwanafunzi, riski ya kishehe, ukisema riski ya ustazi, lakini halal obviously. Anatafuta mke. Je, kuna mtu mwenye labda anajua binti mwenye kutari kuolewa na mtu kama huyo? Klasi imejaa watu mashehe, watu wazima, watu wazito baadhi yao. Watu
kimya. Unajua mtu anafikiria binti yangu nipatiane mtu mwenye ajijui bwana kipesa na ni shekhe, itakuwaje? Akauliza hivyo, alafu mmoja akainua mkono kwa muda alikuwa ni mkubwa wa bunge Iran. So imagine mtu mkubwa wa bunge anauliza, na huyu ndio ni supreme leader Iran, lakini sidhani siku hizo alikuwa ni supreme leader yet ama hapana, ama ni alikuwa ndio mkubwa wa Iran bado ama hapana. Akasema Said, mimi sina shida, lakini wacha niulize mtu huyu ni shekhe ni nini? Akauliza maswali tu simple yenye ijulikani ni nani. Akasema sawa. Alafu baadaye kajulikana kwamba ni kijana wake mwenyewe Said. Yani vile yeye amelea familia yake, ameweka nini, na pia akienda kwa opposition, unaona hiyo design zenye ametumia, na wewe mwenye akajitoa, yani akatoa yani ajui vile kutakuwa. Yani pia hakutaka ile kwamba amlete mke wa huyo msichana kwa sababu ya Said. Unaona sasa zikaingiana vizuri. Kweli. Unaona? So huyu uko yeye tayari hataki kupatia msichana wake kijana wake, yani kijana wake mwenye saizi ndo atakuwa ndo Said Mujtaba Khamenei. Katika vile nimesikia. Sasa hataki kupatiana mtu aseme huyu ni kwenda unajua ukienda hivyo tu mara moja utasema huyu ni kijana wa mkubwa. Wawezi kataa. Wataona hapa hivi labda tunaweza kufanya nini. Hataki hizo systems zikue. Ndio akafanya hivyo, na huyu mwingine vile ajui naye pia akajitolea, alhamdulillah. Na lakini huyo binti amekufa shahidi, aliuliwa juzi. Naam, sasa kitu tunasema nini? Riski inagawanyika hivi. Unaona? So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii hadithi na hadithi zingine zinaonyesha kwamba riski inaongezeka. Unapata riski. Kuna kisa maarufu yenye unajua watu ni tofauti. Unasema hizi visa tunasema si visa kwa sababu iko katika hadithi na nini. Kuna mashehe pia unajua ni tofauti. Sasa ni vizuri kila mtu aielewe vile anataka kuelewa, lakini asikosee heshima hadithi. Kuna mtu aliendea Mtume akasema, mimi niko na shida ya pesa. Mimi niko na shida ya pesa. I'm broke ya Rasulullah. I'm broke ya Rasulullah. I have nothing. Mtume akamwambia, enda uoe. Ya Rasulullah, umesikia sina kitu, unaniambia niende. Wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, salamna, tumetii. Naam. Akaenda. Maisha bado ikawa ni ngumu, akarudi. Akamwambia Rasulullah, bado ni kubaya, I'm still broke. Na niko na mtu natakana nimlishe na masharti. Mtume akamwambia, kona hii bwana, mbona hii kitu inaanza kuwa ngumu zaidi. Anasema hata Arsenal wapitii hizi shida. Kidogo kidogo akaenda akarudi kwa Mtume baada ya muda. Akamwambia Rasulullah, siko ubaya, I'm still broke, bado sina pesa, no hela. Sina pesa kabisa. Mtume akamwambia enda uoe. Ya tatu Mtume anasema enda uoe. Usiogope, enda uoe, Mwenyezi Mungu atakufungulia. Akaenda akapotea. Ndio. Baada ya muda Mtume amekaa na masahaba. Anasema by the way, ule mjamaa alienda wapi? Isikuwa aliona huyu aliona vibaya, akaona tena zikurudi kuniuliza wasia nini, wakamtafuta akakuja. Wakamwambia kuliendaje? Sasa umepotea, ulikufa na njaa, ulifanya kuliendaje? Akasema ya Rasulullah, nilisikiza advice yako, nikaenda nikaoa tena. Na baada ya tena. Mtume akamwambia sasa akasema kwa ukweli nilioa mke wa tatu, Mwenyezi Mungu akanifungulia milango za riziki. Sasa baadhi ya mashekhe wanasema hiyo hadithi kuna tatima kidogo maendeleo. Anasema alhamdulillah, huyu mke wangu mwingine mwenye nilimpata, kidogo alhamdulillah alikuwa amepatiwa na neema, baadhi ya neema zenye wengine kabla alikuwa tukakuwa tunasaidiana, tunarokota kuni ama sijui nini huko katika Sahara tunakusanya. Akakuwa ni kama iko na fikra, hata kama ni kidogo kidogo tukaweza kusaidiana vile tuko na namba, tukaweza kupata pesa. Unaona? Sasa mimi nataka ni shift from this point to the other point. So, kwa sababu what I'm trying to say nini? Saa zingine mtu anafikiria pesa ni pesa itaingia kwa akaunti yako tu ukioa. Ndio. So, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala system ya risk ni tofauti. Sisi tunaishi katika ulimwengu wa asbab. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kukuwekea kwa akaunti yako $1,000, lakini hiyo si
hataki ikue kun fayakun hapa. Hii ni ulimwengu ya physics yenye Mwenyezi Mungu ameumba, iko na kaida, iko na law, iko na system. Hii pesa ndio si zingine, vitu zingine unashangaa vile umepata. Yes, bila shaka kuna blessing yake. But pia iko na system. Unaona wewe unatafuta pesa, uko na shida. Mara hivi una rafiki yako mmoja mwenye alikuwa sijui kuna nini anakupigia simu. Bea, unaendeleaje? Alhamdulillah, siku hizi niko huko bank nini. Kwa bank, by the way mimi natafuta loan. Unaona? Hiyo pesa haijatokezea kwa akaunti yako. Ndiyo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara amekuletea mtu karibu, mwenye atakusaidia. Ama zingine kama uje kuwa na shida, unakuta kwamba uko na shida, umekwama, usiku hivi unalala, fikri na kujia. By the way ule mjama fulani sije kumpigia simu. Sije kufanya hivi, sije kufanya hivi, sije kufanya hivi. Unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufungulia. Sasa. Unaona hii kisa mimi nimeitoa ili kuelezea watu kitu. Ndiyo. Sasa zingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sile tunasema riziki ya kipesa, bado tujaongelea hizo riziki zingine. Ndiyo. Ni unaona huyu mwanamke amekuja na fikra, hakuja na pesa. Mwenyezi Mungu hakumshushia tu madhahabu hivi. Alikuja mwanamke mwenye kuna fikra. Ndiyo. Ya kutufanya hivi na hao wakakubali. Wakasaidiana. Unaona? Mke wa kwanza alikuwa na hiyo fikra. Ndiyo. Mke wa pili alikuwa na hiyo fikra. Yeye alikuwa ameketi nyumbani kama kawaida, anasubiri majukumu ya Bwana. Ndiyo. Unaona? Mke wa tatu akakuja na fikra na akasaidia. Unaona? So bila shaka hapa hivi inaonyesha ya kwamba sasa jitahidi kama mke wako niko na fikra ya kibiashara, msikilize, muinvest na yeye na nini. Sasa unaona risk imepitia hiyo mlango. Sasa nataka nirudi kwa hii aya nyingine yenye ndoone ya kwamba hii kitu yenyewe ni riski na pia inaleta riski. Inshallah Sheikh, tukwamie hapo. Tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea kuweza kufahamu zaidi kuhusiana ile swala la riski. Basi usije ukaisahau. Nimeandika. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Sheikh Ali na Amini umepata machache ambayo ameweza kukwambia. Ni mengi ambayo tunayo au tumekuandalia katika mada hii, na alhamdulillah naamini umemwelewa Sheikh. Anakuelezea vyema riski ni nini. Riski si pesa tu, riski ni mambo mengi. Mojawapo anakwambia za kuwa mke wa kwanza hajakuja na idea, mke wa pili hajaja na idea, huyo watatu akaja nayo na riski yako ikafunguka. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukiwa naye Sheikh Ali leo ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anatufurahisha na kutufunza na kukujuza wewe mengi kuhusiana na hili swala la riski na uchamungu, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kuendelea zaidi. Naam, karibu tena Sheikh. Naam. Tulikuwa tunataja kisa cha huyu mtu mwenye alioa wake watatu, ndio mlango wake wa riski ufunguke. Kuna watu, sitoki kwa mada, bado najua haya mahali penye tuko, lakini nasema tu, unajua kuna baadhi ya watu wanaamini nyota, ati umeoa unatafuta msichana na nyota fulani ndio akufungulie milango ya riski. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuahidi, haina uhusiano na nyota ya msichana. Haina uhusiano na nyota ya familia, nyota ya kijana, nyota ya nani, vitu kama hivyo. Hizi vitu tuache. Hili nadhani pia linatoa funzo zuri sana Sheikh, kwa wanawake kuolewa, wakuwe na ile broad mind ya kwamba kama yule watatu alikuwa na akili ya kwamba amekuja na idea ya biashara. Sasa mwanamke ukiwa na idea na mwanamume akiwa tayari kuipokea, basi watafika mbali. Sio kila saa. Sasa kuna nukta nyingine nataka niseme. Unajua pia saa zingine tuna kitu moja nishaikuona, saa zingine tunalazimisha kila mtu afikirie the same. Ndiyo. Kila mtu wa hustle, kila mtu wa grind, kila mtu atafute pesa. Watu ni tofauti. Kuna mwingine yeye, mimi nishaikutana na watu yeye leo anaanza biashara 1 million Kenya shillings, anaanguka, kesho anaanza ingine na hajakufa. Mwingine hapo hivi amepoteza sijui 2,000, unaona, na hiyo siku anakufa. Watu ni tofauti. Hiyo 2,000 mwingine yake labda vitu vyake Mwenyezi Mungu amemriziki ya Mwenyezi Mungu amempatia kwa upande ya vitu, si akili ya biashara, ni kitu kingine yenye ndo nataka niseme. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya anasema khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Mwenyezi Mungu aliumba kutoka nafsi zenu. Sasa hiyo story tutai kuingilia ni vile tuliumbwa nini, nataka tuongelea hapa hivi azwajan litaskunu ilayha.
Nadhani wewe umekuwa na program mingi sana za kuongelea ndoa. Ndio. Hii hapa Taskunu unaona tunaongelea nini? Nadhani itakuwa ni amani Utulivu. Utulivu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika vitu ambavyo katika vitu muhimu sana katika ndoa ni utulivu. Unaona? Sasa wacha tuweke katika context ya riski. Kuna siku nilikuwa napanda pikipiki, alafu mtu wa ndudhi akaniambia rafiki yake amekufa juzi. Akasema mjamaa amebishana, mapigana makelele na mke wake, akatoka nje. Akili iko bado, unajua bado unaendelea kupigana. Anaendesha yeye haoni mbele, akili iko huku yote ndani. Akagongana na mtu. Hivyo ndio ikaenda. Saa zingine wewe kama unafanya biashara, kama unatafuta, kama hauna utulivu, utapata riski. Ndio. Hiyo fikra yenye unataka kutafuta hiyo idea hautapata. Wewe ni dereva wa Uber, wewe ni dereva wa gari, akili yako yote iko nyumbani. Wewe ushe kupanda kwanza watu wa ndudhi, unakuta mtu mnapanda anakupigisha story shida zake. Ndio. Mpaka unajiuliza huyu vile kuna stress tutafika salama. Ambaye msichana akafanya hivi. Kama mmoja nimepanda naye anampatia story vile aliwachiwa mtoto wa miezi 7 sijui mwaka. Sasa nasema okay, sasa huyu hata utampatia advice aje? Unajua sauti yako imfikie, sauti yake ndo unajaribu kuleta kichwa mbele, umuengage ndo ujue hapo hivi barabara mko salama ama hamko salama. Katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu anapatia mtu katika ndoa kama iko sawa katika masharti yake na watu wako compatible, watu wameweza kuuiana, kuingiana, kila kitu iko sawa, ni sakina, utulivu. Mwanaume mwenye uko na utulivu ni mwanaume tofauti sana. Na mwanaume mwenye hana utulivu. Bila shaka mtu anaweza kufikiria, unajua zingine sisi unajua siku hizi vile wao wazungu wametuletea vitu ya kwamba ndoa si lazima unaweza endelea kuishi, vile labda watakwambia si lazima uko na watoto, like kuna hiyo concept yenye sio ya Kiislamu. Yes, ndio ni choice but it is not the spirit. Unajua wanasema sheria iko na nini? Iko na kaida yake na nini? Ni iko na spirit yake. Unaona? Yaani iko na hiyo ruhia yake. Yaani kama dini hajasema hakuna shida wewe usioe. Dini imesema hakuna shida wewe usipata watoto. Dini imesema wewe masharti ya hata katika ndoa, masharti ni simple. Lakini spirit ya ahkam ya dini, akhlaq za dini haziangalii 1+1. Naam. Kama tungekuwa tunaangalia 1+1, Mwenyezi Mungu angesema muoe. Ndio. Angesema mkue fully realistic. Unaona wanasema tofauti yetu katika sisi na watu wengine inaonekana katika suratul Baqara. Katika suratul Baqara saa zingine sisi hizi aya za kwanza they are very deep. Nasema bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi. Wale wenye wanaamini kitu wenye haiko, yani ghaib. The unseen. Naam. Hiyo ndio tofauti yetu. Ndio. Sasa hizi wewe unaona vile vita vya Iran vinaendelea. On paper Iran wanataka ni kuwa katika, wanaweza kubishana na Amerika hivyo. Wa Yemen wenye wanatembea na jaba hapa hivi na slippers hapa hivi hawezi kufanya hivyo wa Amerika na hizi nchi zingine hivi na Israel. Wa Palestina wenye wako hivyo wanaishi na hizo shida, itakani kuingia na mahesabu. Ndio. Mahesabu zetu si 1+1. Yes, ni vizuri kuwa na 1+1 na uongeze moja yenye nini? Wanasema hiyo variable yenye ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema nini? Riziki yako nyingine ni nini? Utulivu. Wanasema baka ile siku yenye ukuwa na stress, ukuwa unaamka kila siku ndani ya nyumba yako hata hakuna sauti beside sauti ya TV inaendelea. Hakuna, wanasema ukiingia ndani ya nyumba yako hata je kuona ikucheka, labda kwa giza jini yako na wewe mkiangalia reels hivi TikTok usiku mkicheka pamoja. But in reality hiyo si kitu yenye Mwenyezi Mungu alikumba sisi ni creatures wenye tunatakana, viumbe ambavyo tunaishi na watu, tunaishi pamoja, hivyo ndio tuna grow. Hivyo ndio tunajua vitu. Lakini tukifuatilia system ya Mwenyezi Mungu imetuharibia sana. So
utulivu. Utulivu ni asset yenye hata billionaires wanalipa pesa. No. Mimi kuna mmoja hapo nilikuwa namwangalia baka akakuwa na advertisia like akatengeza documentary nini. Huyu counselor yake mtu mwenye mentor akamtoa kutoka hizi mental health issues baka like ana invest na anasema huyu mjamaa ni save maisha yangu. Jamaa alikuwa ni wazimu sana. Unajua mama actors unakuta amelewa, ametumia makok, amefanya nini, sasa unaona mtu ametulia. Like amount of money yenye ana spend kupata health. Wewe unajua how much money pesa yenye tuna katika ulimwengu inalipa kwa sababu ya mental health? Si kidogo. Pesa nyingi. Pesa nyingi sana. Sasa hizi wewe waachana na hao wenye wanaenda huko, the price ya Kenya I think in between 2000 mpaka 5000 average ya kwenda counselor per session. Per session ni mara moja, uwezi kutibika mara moja, at least unahitaji 10 15. Okay, depending na issue yako. So Mwenyezi Mungu anakuombea kupatia utulivu. Na hiyo utulivu inakupatia push ya kuendelea kuishi vizuri. Aya nyingine inasema hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Haujui maisha kukuwa na kitu ama mtu. Unajua yeye ni vazi lako na wewe ni vazi lake. Haifa, wewe ushaikuwa na furaha, ushaikuwa na hasira, ushaikuwa na huzuni. Ndio. Lakini hauna mtu wa kumwambia. Naona? Ndio. Haujui uambie nani leo nimefanya kitu nzuri kazini. Leo nimepika kitu hii, kupiga picha kumtumia. No. Leo nimekuwa na shida. Sasa zingine kwanza nyinyi akina mama unaona umesumbuana na mtu na mwenzako ofisini hivi, unataka tu kwenda kumwaga maneno bila kupata suluhisho. Mwanaume labda uko job amepata ka promotion nini. Unajua si kila mtu, we are not comfortable kushare uzuri yetu na ubaya yetu na kila mtu. Mimi naweza kuwa comfortable kukuambia shida zangu, lakini siko comfortable kukuambia mazuri yenye inaendelea katika maisha yangu. And vice versa. Na saa zingine hata siko tayari kukuambia kitu kuhusiana na maisha yangu. Haifa. Hunna libasun lakum wa antum libasun. Hakuna value mimi nakwambia Haifa katika ulimwengu, katika vitu kupata mtu mwenye unaweza kumwambia kila kitu na unajua huyu kwanza size yenye tu yeye yani anaweza kunikava fully. Unaona? Yani anaweza kama ni vitu ambavyo vinahusiana na moyo amenikava vizuri, vitu vinahusiana na akili amenikava vizuri. Ya kwamba kwanza ni pambo, kama kuna shida bado ni pambo kwangu. Ndio. Unaona, nguo si kusitiri tu aibu. Nguo bado ni pambo. Wewe imagine mtu mwenye Mwenyezi Mungu anakupatia mtu kama hiyo, si riski Haifa? Ni riski. Tuko na dakika ngapi? Niendelee hivi ama niende point ya? Tuendelee bado. Kameraman atatuelezea kama muda. Sasa unaona, alafu kuna kitu kingine yenye iko ushikuona unasoma vitu unasema unaangalia kitu unasema, unajua watu wanapenda poetry. Watu wanapenda mashairi. Ndio. Waswahili wanaandika vitu kwa kanga. No. Kuna utenzi, kuna nini. Vitu ambavyo zina communicate mapenzi. Zina communicate vitu zenye ni lugha. Unajua ni maandishi nini, lakini ukisikia hai communicate na bongo wako na communicate na moyo wako. Yaani nakupata sira nyingine. Yes. Ndio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizungumzia Bibi Khadija alisema ruziktu hubbaha. Ruziktu hubbaha. Wanasema vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu anakupatia aidha ni riski ama saa zingine inaweza kuwa ni mtihani. Mtume anakuwa very proud na anataja, this is a whole hadith. Naongelea Bibi Khadija. Nadhani nishai kuzungusia. Kupenda mtu ni riski. Yani wewe kupenda the right person obviously. No. Unajua zingine sisi pia tunafanya ile maneno yetu, but saa zingine kupenda mtu ni riski. Yani katika riski zenye unapatiwa ni kupenda huyo mtu. Kwa sababu unajua hizi vitu huwezi kuwa na utulivu na mtu. Yes?
kama haumpendi. Ndio. Hauwezi kuamini mtu na siri yako na kitu yako, habari yako nzuri, kama haumpendi. Ndio. Kupendana si kitu ya kawaida. Unajua siku hizi tunaenda katika maisha ya watu tu ni transaction, nipe nikupatie. Scratch my back, I scratch your back. Ndio. Ni transaction, hakuna sacrifice, hakuna kujitolea. Sasa hapo hivyo ndio the next point inaingia. Mwanamme na mwanamke, but zaidi kwa mwanamme. Mwanamme akijua amependa, mwanamme akijua nyuma yake yuko ni mtu mwenye anaaminika, mwanamme atapata super power ya kujipush. Waangalia wanaume wa mjengo huyo anafanya kazi, siku moja tuenda tu ukae uangalie baadhi ya kazi zenye baadhi ya watu wanafanya. Yes, unajua kuna tofauti ya wanawake na wanaume. Mwenyezi Mungu anisamee, nasema ukiangalia utaona mwanamume hapo hivyo amejiua kwa sababu ya mke na mtoto wake. Kwa sababu it is wired for us. Kwetu iko ni kama tumepigiliwa hivi, kama kichwa yetu kama ni mawe, tumepigiliwa hivi na msumari, ya kwamba mwanamume mwenye uko sawa anatakana hiyo pesa yake ni kwa sababu ya mke na mtoto wake. Unaona hao watu wanachoka hivyo sana, hata kama ni pesa kidogo labda kwa baadhi ya watu. Unaona mtu amebeba gunia, unakuta hii gunia ya 50 kg ya simiti, unakuta analipwa 5 bob, 10 bob aibebe, sijui 20 bob aibebe. Unakuta anashukisha 100 ndio aweze kupata pesa ya kupeleka nyumbani. Yes, obviously ukiona mwanamume anajipush, mwanamume tu wa kawaida, ujue ni kwa sababu ya familia. Kwa sababu kani yake mwenyewe atakuwa tu anafanya tu kazi kidogo kidogo. Kuna tofauti sana. Naam. Even though ndio akina mama baadhi yao watasaidia familia nini, but ukiangalia mwanamke anajipush, utajua tu like kitu yenye na click. Wanasema to investigate story nini, but kitu ya kwanza ikiclick utasema mama ni kwa sababu ya watoto wake. Naam. Lakini ukiona mwanaume utasema ni nini? Ni ya mke wake na watoto wake. Ndio. Kuna tofauti ya vile tuko. So wewe ukikuwa na katika risk zenye Mwenyezi Mungu pia anakupatia, ni kana kukupatia energy. Sasa leo kuna mtu the right person, unapata energy ya kujipush. Ukifikiria sasa, hapana, watoto wangu hawezi kaa hivyo, mke wangu hawezi kaa hivyo. Unajipush. Unaweza kuta mwenyewe hujajinunulia. Wanaume wangapi mimi najua wajinunulia nguo zaidi? Kweli ni wengi. Wengi tu sana, lakini hata as long as wewe umevaa vizuri, yeye anasikia raha. Na mmoja akasema kwamba wanawake hatukatai, pesa ni za kwenu. Pesa ni zenu, mna haki ya kutumia unavyotaka, lakini jaribu angalau umletee zawadi yule mume wako, hata kama ni kikoi. Huwezi jua shukrani ambayo utapata. Huenda alikuwa anatamani kikoi. Msituletee socks, Sheikh Muhammad. Na nakumbuka akisema hivyo kwamba msituletee socks. So hiyo ni katika riski. Kitu kingine yenye iko tukimalizia ya mwisho kuhusiana na nini, mwanamke mzuri anakukumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu unajua kuna kiibada, kuna kimawazo na nini na nini. Kwa sababu wewe ukipata mwanamke mwenye kuna imani, atakumbusha swala. Ndio. Wanangu nitemia swala tu, tunaswali pamoja ama ni aje? Kwa sababu mimi watoto wengi sana wenye mimi naona katika familia zenye nimeangalia, baba akikuwa na dini na mama hana dini, hana imani ya kutosha. Watoto wengi wao kitu nimeona, unakuta kidini hao watoto wako dhaifu. Ndio. Baba akose dini na mama akuwe na dini, watoto wako na dini. Ndio. Sijui ni kunaendelea aje. But mwanamke ikifika katika dini, yeye ni kama ni anka ya familia. Mwanaume ndio atasema nini, but huyo mwanamke ndo ni fuel, yeye ndo ni moto yenye inapeleka imani ndani ya hiyo nyumba. Mimi kitu yenye nimeona. Wanasema wanasema tujafanya statistics, niende angalie nyumba hii kwa hii. Yaani tunaongelea kidini. Unakuta mwanamke kuna athari kubwa sana. Sio baba tu. Mwanamke kuna athari kubwa. Naam, shukran sana Sheikh. Hakika ni furaha sana kuweza kufahamu kadhia ya riski upande wa ndoa. Wenda mtu alikuwa anafikiria tu mimi leo nikioa napata pesa kesho yake, lakini kuna undani wake. Na naamini mpenzi mtazamaji atakuwa ameelewa, amefahamu yale ambayo umeweza kuyawasilisha. Shukran sana. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah,
na mshukuru Allah kwa kuwa naye, kwani umeweza kufahamu mengi ambayo wewe labda ulikuwa hauyafahamu. Umefahamu maana ya riziki, inaposemwa labda riziki ni nini, ama kwa nini Allah anakuambia ukioa ama ukiolewa kuna riziki ndani yake. Sasa mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasala.